Habari na karibu kwenye Ufunuo na Ufichuliwa, kituo cha unabii wa Biblia ambacho kinaingia moja kwa moja kwenye kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubre, na leo tutaendelea pale tulipoishia kwenye mafundisho yaliyopita, ambapo nilianza kukuonyesha kwamba kuna vipindi vitatu tofauti vya wakati vilivyotajwa katika siku za mwisho. Kipindi cha miezi 42, siku 1260, na wakati, nyakati za mwisho na nusu wakati, kwa jumla ya miaka 10 na nusu. Sasa umeanza kuelewa kwamba mwisho wa siku si kwa lenzi ya Mathayo, bali kupitia Luka na kisha Marko na kisha Mathayo. Ni ufunuo wa nani injili zinazungumza naye. Umeanza kuelewa kuwa kabla, katikati na chapisho zote ni kweli: Luka, Marko, Mathayo. Na katika fundisho la siku zijazo tutachambua kabla, katikati na chapisho la yote. Lakini leo nitagusia pia ili kukuonyesha mtazamo mdogo. Kipande kingine, umeona kwamba kuna kuja mara tatu kwa Bwana katika siku za mwisho. Yote haya yamo katika maandiko. Kwa hiyo swali ni kama umeanza kuelewa hili, na kwamba si lazima uone yote kupitia mtazamo wa Mathayo, na dunia imekuambia kupitia mtazamo wa Mathayo kwamba siku za mwisho ni miaka 7 tu. Sasa lazima ujiulize, je, kweli ni miaka 7 pekee? Au kuna kipindi kirefu zaidi? Sasa kwamba tunajua pia kuna wakati wa Marko na wakati wa Luka. Hilo ndilo swali la kujiuliza, na jibu ni ndiyo kabisa. Kuna kabisa muda mrefu zaidi ya miaka 7. Na unaona, tumeambiwa kwamba vipindi hivyo vitatu tofauti vya wakati, viwili vyavyo vinapaswa kuwekwa pamoja, vikituambia kipindi kile kile cha wakati. Lakini sio vinginevyo, wangetajwa kama nambari sawa ya hesabu. Basi hebu tuangalie kwa haraka baadhi yao. Katika Ufunuo sura ya 13 tunamwona mnyama sasa. Inakuja kwenye eneo la tukio na inasema kwamba amepewa mamlaka ya kuendelea kwa miezi 42. Kwa nini kuendelea? Kwa sababu alikuwa hapa tangu mwanzo wa dhiki, lakini bado hakuwa na uwezo wa shetani kuwa mnyama, mpinga Kristo wa mwisho wa siku. Hii inaanza katika Ufunuo 13 wakati anapewa miezi 42 ya mamlaka hii. Hii ni lini? Tutashughulikia hilo baada ya muda mfupi. Ni sehemu gani nyingine tuliona? Tuliona hilo katika mstari wa 6 wa Ufunuo sura ya 12, ambao, kumbuka, kama hujui ni sura gani niko, kama sitaji kila mara, angalia tu upande wa kulia hapa. Katika mstari wa 6 wa Ufunuo 12 tunaona kwamba kuna idadi ya siku 1260. Nenda kukuonyesha kitu cha ajabu. Ile iliyonyakuliwa katika mstari wa 5 ni unyakuo wa umati mkubwa katikati ya dhiki, na utagundua inakuja kabla ya siku 1260. Utaona hiyo inahusu nini. Na kisha katika mstari wa 14 tunaona kwamba mwanamke alipewa mabawa mawili ya tai mkubwa ili aruke nyikani. Nitakuonyesha hilo baada ya muda mfupi pia. Katika mahali ambapo analishwa kwa wakati na nyakati na nusu wakati. Hii ni koma moja, na inamaanisha mtengano pamoja na nyakati kuwa nyongeza ya utengano 2 hadi nusu wakati, ambayo ni 1 jumlisha 2 pamoja na nusu, miaka 3 na nusu, ikitupa jumla ya takriban miaka 10 na nusu. Lakini kumbuka nilichosema katika Ufunuo 13. Kwa nini mnyama anasema? Kwa nini anasema kwamba mnyama anaendelea miezi 42? Inamaanisha alikuwa hapa kabla ya miezi 42 ya yeye kupata nguvu na mamlaka kama mnyama. Kwa hiyo mwanzo ni kabla ile miaka 10 na nusu ambao tumeshazungumzia. Ni muda gani zaidi umebaki? Ile miezi 42 inaanza, angalia hii, Ufunuo 13 inatokea lini? Ufunuo 13 ni wakati mnyama na nabii wa uongo wanaingia kwenye ulingo, na ni wakati wa chapa ya mnyama. Tulifundisha nini kwenye mafundisho yaliyopita? Tunaona kwamba katika mafundisho ya Marko kuna taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme. Hakuna kutajwa kwa Kristo wa uongo au manabii wa uongo hadi lile chukizo la uharibifu limesimama mahali lisipostahili katika Marko 13 mstari wa 14. Hili chukizo la uharibifu katika Marko ndilo linalohusiana na chapa ya mnyama. Ile ya Mathayo ni tofauti. Hiyo itakuwa wakati hekalu litakapojengwa upya katika kipindi cha hukumu za tarumbeta. Na hili linapotokea katika Marko ni mara ya kwanza tunawaona Kristo wa uongo na manabii wa uongo wakijitokeza.
Hili chukizo la uharibifu katika Marko 13 mstari wa 14 ndilo wakati mnyama anapata mamlaka ya kuendelea kwa miezi 42. Na nini kinatokea kabla yake? Mstari wa 8, wakati taifa linapopigana na taifa, ufalme dhidi ya ufalme, wanaanza kupigana wao kwa wao. Sasa tukienda kwenye Ufunuo sura ya 6, ni lini hii ya taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme inatokea? Ni mwanzo wa vita kuu ya 3 ya dunia, ambayo inaanza na mpanda farasi wa farasi mwekundu. Na inasema katika Ufunuo 6:4, anapochukua amani duniani ili wauane wao kwa wao, naye akapewa upanga mkubwa. Huu ni mwanzo ya hotuba ya Marko ya taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme. Lakini kuna jambo ambalo linakuja hapo awali. Unaona, kuna sehemu hii hapa, bado kuna yule mpanda farasi mweupe. Kwa hiyo hilo linaingia wapi ikiwa hotuba ya Marko ni taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme? Mwanzo wa vita vya kidunia vya 3. Ni nini sehemu ya mpanda farasi mweupe? Naam, angalia hii. Katika 2 wa Korintho 12 kuanzia mstari wa 2, weka macho ya wakati wa mwisho. Kumbuka, maandiko yote ni unabii, imefungwa ndani. Sikiliza kile Paulo anasema: nilimjua mtu katika Kristo zaidi ya miaka 14 iliyopita. Ni nini kilifanyika katika hili, katika mtu Kristo zaidi ya miaka 14 iliyopita? Kama vile kwa njia moja, kama kwenye concordance ya Strong, kama unyakuo. Neno lililo naso katika Kiunani ni harpazo, na kwa Kiingereza inamaanisha unyakuo. Hivyo huyo aliye katika Kristo zaidi ya miaka 14 ananyakuliwa kama unyakuo hadi mbingu ya 3. Ya pili inasema nilimjua mtu kama huyo, ikimaanisha kama, sio ndani ya Kristo, lakini kama vile. Nini kinatokea kwa huyu? Alinyakuliwa. Kumbuka nilichokuonyesha tu katika Ufunuo 12 mstari wa 5. Hii ndiyo kundi kubwa lililonyakuliwa katikati ya dhiki na wanaenda peponi. Hii hutokea katika 7, mwaka wa mihuri. Kisha angalia hii. Kumbuka yote ni matatu. Mstari wa 14, tazama, mara ya 3 niko tayari kuja kwenu. Kuna kutwaa na kurudi, ambako ni yeye ajaye, Bwana, miguu yake chini juu ya mlima wa Mizeituni. Watu wengine hawapendi apokrifa, lakini wacha ni kuonyeshe kile apokrifa inatuambia katika kipande cha 5. Kama wazee wanavyosema, basi wale wanaohesabiwa kuwa na stahili kukaa mbinguni wataenda huko. Wengine watafurahia furaha za peponi, na wengine watamiliki fahari ya mji huo. Inatuthibitishia yale 2 wa Korinto sura ya 12 katika unabii ambayo Paulo anatufunulia. Ni ajabu. Lakini hii ni nini hapo juu? Iangalie, ni Luka sura ya 21. Katika hotuba ya Luka katika mstari wa 10 anasema, ndipo akawaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme. Lakini tu katika Luka katika mstari wa 12 wa sura ya 21 inasema, lakini kabla ya haya yote, kitu pekee kinachokuja mbele ya taifa dhidi ya taifa, ufalme dhidi ya ufalme, ambao ni mpanda farasi mwekundu, ni yule mpanda farasi mweupe. Huyu ndiye mpanda farasi mweupe. Huu ndio ujio wa mwana wa Adamu kama ulivyoelezwa katika hotuba ya Luka hapo juu. Sehemu kabla ya miaka 14 inayoanza na mpanda farasi mwekundu, sehemu hii ya juu ni kipindi cha siku 50 kitakachoanza na alinyakuliwa hadi mbingu ya 3, na ndani yake kutakuwa na siku 40 za mwana wa Adamu kutoka kwenye hotuba ya Luka ambaye anawakilisha mpanda farasi mweupe. Sasa vipi kuhusu hii miaka 14? Wacha ni kuonyeshe hili katika Zaburi 90 mstari wa 10 inasema, siku za miaka yetu ni 70, na kama kwa sababu ya nguvu ni 80. Hiyo ni miaka 10, lakini nguvu zao ni tabu na huzuni. Katika kamusi ya Strong, neno labor and sorrow lina maana gani? Angalia, ni tabu, mateso, maumivu, huzuni, uovu, ni miaka 10 ya dhiki. Neno sorrow linamaanisha matatizo, uovu, mateso, huzuni. Ni dhiki kwa miaka 10, halafu inasema kwa kuwa inakatwa upesi, ikimaanisha kipindi cha muda wa miezi michache. Sawa? Kwa hiyo hii ni kama miaka 10 na nusu, lakini kuhesabu kuanzia lini? Tangu mwanzo. Sio miaka 10 na nusu iliyopita ambayo tulizungumza juu ya Mwanzo na Nyakati.
Hii ni pamoja na vita vya kidunia vya tatu, kisha miezi 42, kisha 1160, ambayo inamaanisha bado kuna safari iliyobaki ya wakati na nyakati na nusu ya wakati. Na angalia inavyosema mwishumi. Katika miaka hii 10 na nusu inasema tunaruka. Huyu ngazi ni nini? Ulikisia? Ni Ufunuo sura ya 12 mstari wa 14, wakati mwanamke anapopewa mabawa mawili ya tai mkubwa ili kurukia ndani. Ili aruke aende nyikani kwa muda gani? Miaka 3 na nusu, ule wakati wa mwisho na nyakati na nusu ya wakati, ikimaanisha kuna kipindi cha takriban miaka 3 na nusu, kisha kipindi cha miezi 42, kisha kipindi cha siku 1260, na kisha tena nyakati na nusu ya wakati, kuthibitisha kwamba mwisho wa siku ni kama ilivyoonyeshwa hapo juu. Halafu kuanzia mpanda farasi mwekundu hadi mwisho ni miaka 14, ikimaanisha, angalia hii, jumla ni kama miaka 10 na nusu, takriban pamoja na 3 na nusu, na tukitoka kwenye miezi 42, lakini kulikuwa na kipindi kilichokuja kwanza, na tunajua hiyo ni sehemu ya vita vya dunia vya tatu, na ni miaka 14 jumla, basi unakosa kama miaka 3 na nusu. Tuna video mahususi za kina kuhusu hili, lakini hiyo ni takriban 3 na nusu, ikifuatiwa na 42, 1260, muda, nyakati za mwisho na nusu wakati. Ni ufunuo wa siri ya mwisho wa siku. Sasa tazama hii. Acha nikupeleke kwenye Mwanzo 16. Katika mstari wa 11 tunaona kwamba Ishmaeli amezaliwa kwa Ibrahimu na Hajiri, na inasema kwamba atakuwa mtu mwitu, na mkono wake utakuwa juu ya kila mtu, na mkono wa kila mtu utakuwa juu yake. Ibrahimu alikuwa na umri gani? Alikuwa na miaka 86 alipompata Ishmaeli. Katika sura ya 17, Ibrahimu sasa ana miaka 99, na Bwana Mungu anafanya agano. Hivyo baada ya miaka 13 Bwana Mungu anafanya agano naye, na tunaona sasa Abrahamu ana miaka 99, kwa hiyo miaka 13 baadaye, na Ishmaeli bila shaka ana umri wa miaka 13. Mwanzo 21, angalia kinachotokea. Sasa Abrahamu ana umri wa miaka 100, na Isaka ahadi anazaliwa. Miaka 13 na mwaka wa 14, Bwana anarudi kama picha Isaka miguu chini juu ya mlima wa Mizeituni. Unaona, ni kama 13 na kisha mwaka mmoja. Hiyo ni kwa sababu Bwana anarudi na miguu chini juu ya mlima wa Mizeituni katika tarumbeta ya mwisho, na itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kutoka Mathayo sura ya 24. Ndiyo maana katika Mwanzo sura ya 7 tunaona ilikuwa mwezi wa pili siku ya 17, na katika Mwanzo 8 tunaona ilikuwa mwezi wa pili siku ya 27, mwaka mmoja na siku 10 baadaye. Kwa nini? Kwa sababu mwishoni mwa mwaka huo wa mwisho wa 14, kama siku za Nuhu, itakuwa yubile ambayo inaadhimishwa siku ya 10 ya mwezi wa 7, siku ya upatanisho, ambayo itaashiria sauti ya shofa na mwanzo wa yubile. Akina kaka na dada, ninaomba hili liwabariki. Kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Na tafsiri zote katika mataifa mengine katika lugha 10 ziko kwenye kisanduku cha maelezo hapa chini. Mungu akubariki. Kwaheri kwa sasa.